ya kwanza ya dunia kuisha, watu wengi walikuwa wamekata tamaa. Uchumi wa dunia nzima ukawa umepigwa, vitu vikapanda bei kama tunavyoshuhudia katika nyakati hizi. Vitu vinapanda bei, mafuta yamepanda bei kwa sababu ya vita. Katika hali hiyo, matukio mabaya yakawa yameongezeka duniani. Vikundi vibaya vya kufanya dhuluma, ujambazi, hasa vya uasi katika mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ulifika hatua watu wakawa hawamwamini tena Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu akamtumia binti mmoja mdogo sana, alikuwa anaitwa Faustina, katika nchi ya Poland. Yesu akamtokea akamwambia, waambie watu wangu walioko duniani hapa waikimbilie huruma yangu, waikimbilie huruma ya Mwenyezi Mungu. Na hii huruma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko ukubwa wa matatizo yao ambao wako nayo. Hata kama wametenda dhambi, huruma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko ukubwa wa dhambi zao. Wakimbilie tu huruma ya Mwenyezi Mungu. Katika nyakati ngumu hizo ambazo watu walikuwa nazo, huyu binti Faustina akawa anawaza, nitaanzeje kuitangaza hii huruma ya Mwenyezi Mungu? Mbona mimi sijasoma? Nitaanzaje? Ndipo Yesu akamwambia, utaweza. Katika hali hiyo akapata padri ambaye alikuwa anamuungamisha. Padri huyu binti tu akawa anamweleza, natokewa na Yesu ananiambia habari hizi, ujumbe huu ni mgumu, mimi siwezi. Baadaye yule padri akamwelewa, akamsaidia. Na baadaye ilipokuwa inazidi kusonga mbele, Yesu akaongea na yule binti Faustina, akasema hivi, waambie watu wangu ninamwaga huruma ya Mwenyezi Mungu kuanzia ile siku ya Ijumaa Kuu ambapo nilimwaga damu yangu pale msalabani. Kuanzia siku ile ya Ijumaa Kuu nilipotobolewa ubavuni pale kwa mkuki, na sote tumekuwa tunaimba, ikatoka damu na maji. Ndio picha ile mnayoona ile pale. Yule sister Faustina akaona pale kwenye ubavu pale imetoka miale mingi. Nadhani mnaona pale kuna mwingine ya rangi nyekundu, nyingine ya rangi nyeupe. Ile rangi nyekundu ni ishara ya maji ya ubatizo, kwamba siku ile ubatizo ndipo tulipotakaswa, maana tulikuwa weupe. Na ile damu maana yake ni ile damu aliyomwaga pale, ambapo ndimo ndani mwake zimezaliwa sakramenti Ekaristi Takatifu, kwamba akasema ile miale ile ilikuwa inatoka pale, akasema ndio inayowafunika wanadamu katika mazingira magumu, inawafunika wanadamu katika mateso, inawafanya wanadamu waweze kuwa na uzima, waweze kuwa na maisha mapya. Akasema siku ya Ijumaa Kuu ambapo yeye ndio alipomwaga damu yake pale msalabani, watu wakimbilie huruma ya Mwenyezi Mungu. Na akaagiza akasema, ikifika saa 7 mchana watu waanze kusali rozari ya huruma Mwenyezi Mungu, waikimbilie huruma Mwenyezi Mungu. Na akasema hivi, watakapokuwa wanaikimbilia huruma Mwenyezi Mungu wasiogope, watamke maneno tu, Yesu nakutumainia, Yesu nakutumainia. Na ndipo baadaye akamfundisha ile sala, akasema tutamke ile maneno, Baba wa milele, nakutolea mwili na damu, roho na umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dunia nzima. Akasema nimemwaga damu kwa ajili ya dunia nzima. Tumsifu Yesu Kristo. Basi yule binti akawaambia, alipozungumza maneno hayo hawakuweza kumwelewa. Yule padri akaweza kumsaidia, akaanza kueleza hayo mambo. Katika vitu ambavyo kuanzia Ijumaa Kuu wekeni novena ya huruma Mwenyezi Mungu mpaka siku ya Jumapili ya pili ya Pasaka ambayo ndio leo hii. Hii novena ya siku 9, yeyote yule atakayepata nafasi ya kuweza kuungama dhambi zake,
ndani ya hizi siku 9, na baada ya kuweza kuungama dhambi zake akapokea ekaristi takatifu, anasamehewa dhambi zake zote na adhabu zake zote alizozitenda. Narudia tena, yeyote yule atakayeungama dhambi zake kuanzia siku ya Ijumaa Kuu mpaka hii Jumapili nyeupe, manake kabla ya misa, atasamehewa dhambi zake zote na adhabu zake, na amesema atakuwa mweupe kama ilivyokuwa siku ile ya ubatizo wake. Atakuwa mweupe, atakuwa safi, na atakuwa amevaa mavazi meupe. Na kwa sababu kila dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, kila dhambi ina adhabu zake. Akiwa amefanya maungamo, kama akifa baada ya novena hiyo, hataenda toharani, hataenda motoni, ataenda mbinguni moja kwa moja. Ni ahadi za Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni maneno magumu. Mapadri walipata shida kuweza kueleza, wakasema sasa tukizungumza hivyo, mbona sasa watu watajiachia? Akasema hamna, watu hawatajiachia, bali watajua kwamba Mungu ni mwenye huruma. Huruma yake ni kubwa zaidi, kwa sababu Yesu alikuja akamwaga damu yake kwa ajili ya ulimwengu mzima. Shetani anatafuta watu wa kwenda naye kuzimu. Shetani anatafuta watu wa kwenda kuwatesa. Yeye ni mlanifu, yeye alishaandikiwa kwenda kule kuzimu. Sasa kwa sababu tayari makazi yake ni kuzimu, anawataka wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, wanadamu waliokombolewa kwa damu ya thamani ya pale msalabani, wasahau ile damu ya Yesu, wasahau huruma Mwenyezi Mungu, aanze kujihukumu wanadamu. Mimi ni mkosaji, mimi siwezi. Kila siku shetani linakukumbusha vizambi vyako vile, unasema kweli nimefanya hivi, alafu anakuambia Mungu atakuadhibu. Akasema hamna, mwambie mwanadamu ana thamani kubwa sana. Akiungama tu zile dhambi zake zote alizozitenda, anasamehewa zile dhambi na adhabu ile. Yesu kwa mkazo akamwambia Sister Faustina, akasema sikiliza nilichokifanya pale msalabani. Pale msalabani, mnakumbuka Yesu alisulubiwa na watu hawa wawili wezi, majambazi. Jambazi mmoja tunalifahamu jina lake, anaitwa Dismas. Historia ambayo haijaandikwa kwenye Biblia inasema hivi: Dismas walikutana na Yesu Kristo wakiwa watoto wadogo. Ina maana gani? Wakati Herode alipokuwa anawaua watoto wote katika eneo la Bethlehemu na viunga vyake, manake na maeneo ya pembezoni pale, alipokuwa anawaua watoto wa kiume, Maria alikimbia. Alipokuwa anakimbia, anampeleka mtoto Yesu kule Misri. Wakapita eneo fulani, kwa sababu Bethlehemu inapakana na milima ya kwenda Yeriko. Wakakutana na mama mmoja, ambayo mama naye alikuwa anakimbia, anamficha mtoto wake yule, anamficha yule mtoto wake wa kiume asiuawe na nani? Na Herode. Wakafika kwenye nyumba moja. Kwenye ile nyumba alikuwa anaishi baba mmoja ambaye kwa lugha ya sasa hivi tunamwita jangili. Kazi yake ni kupora watu wanaotoka Yeriko wanakwenda Yerusalemu. Akawa anaishi maeneo ya milimani, akawa anapora. Na yule mama alipokuwa wanakimbia, amemfikia mtoto, wakafikia pale. Walipofikia pale, wakawa wameomba maji ili watoto na Yesu aweze kuogeshwa, kwa sababu wametembea kwa mguu, anajificha. Akaomba maji. Alipokuwa anaomba yale maji, kwa sababu ya uhaba wa maji katika ile eneo, yule mama aliyekuwa kwenye ile nyumba naye amejificha, na yule mtoto anaitwa Dismas. Kile Dismas kilikuwa kimepata ugonjwa wa surua, kimevimba tu namna hii, kinalia, kina mapele, kinalia kweli kweli. Sasa kikiwa kinalia, kikawa kinasababisha pia wale askari wajue kwenye nyumba hii kuna mtoto, waje wamuue. Akasema nitamficheje? Basi alipokuwa ameomba ile maji, amemwogesha mtoto Yesu, yule mama akasema na mimi ngoja nikiogeshe kitoto. Alipokiwa kile kitoto kikapona, Dismas kikapona ule ugonjwa, kikaacha kulia. Wakasema basi Maria akaondoka akakimbilia Misri.
Dismas na yule mama yake wakabaki pale. Walipobaki pale, kwa sababu ile nyumba ilikuwa nyumba ya yule jangili, akajikuta na yeye mwenyewe pia ameingia kwenye ile biashara ya yule jangili, akawa jambazi. Ndio yule akaja akakamatwa katika swala zima la biashara mbaya, kwa sababu alikuwa anawaua watu. Adhabu yake ikawa ni kifo cha wapi? Cha msalabani. Walikutana na Yesu Kristo akiwa mtoto mdogo, wakaja wakakutana na Yesu Kristo pale msalabani. Asa angalia, kumbuka safari alikuwa nayo hapa katikati. Alipokuwa mdogo alikutana na Yesu. Yesu akasema, na sisi wenyewe pia tulipokuwa tu wadogo tulikutana na Yesu. Tumekutana na Yesu katika sakramenti ya ubatizo, tumekutana na Yesu katika Ekaristi Takatifu. Na kila mmoja, wapendwa, anakumbuka ile furaha ya kwanza ulipokutana na Yesu. Ulijisikiaje ulipokutana na Yesu? Yesu aliondoa maugonjwa, akaondoa maupele, akaondoa. Na siku hiyo hakika wengine mlikuwa mjawahi kuvaa sikuna, siku hiyo mlivaa sikuna. Kuna wengine mlikuwa mjawahi kuvaa nguo nyeupe, shati nyeupe, tulivaa nguo nyeupe. Siku hiyo sijawahi kujisikia furaha. Ninakumbuka ndugu zangu, ninakumbuka maungamo yangu ya kwanza, nilipata furaha ya ajabu sana. Mzigo fulani ilikuwa nimeondoka. Ninakumbuka komunyo ya kwanza, hata kipaimara nimesahau, lakini komunyo ya kwanza ninakumbuka. Siku ya kwanza kukutana na Yesu. Hapa katikati, baada ya kukutana na Yesu, nimekutana na majangili mengi. Tumekutana na majangili mengi, yameondoa ile furaha. Yakatufanya tulipokutana na Yesu tumekuwa wezi. Wengine wezi uko maofisini, wengine wezi uko mtaani. Kila mmoja amekuwa ni mwizi kwa namna yake. Mwambie jirani yako, tumsifu Yesu Kristo. Mwizi mwenzangu, kila mmoja ni mwizi, ni wezi. Na adhabu ya wizi, na huyo mwizi huyo anaweza kuwa ni Dismas. Kama mwanamume sema Dismas, kama mwanamke sema Dismasa. Adhabu ya huo wizi. Na kuna fanya sema, mbona mimi sijawahi kuiba? Mimi sijawahi kuiba, fanya sijawahi kuiba. Ni mwizi. Nitakwambia wizi wako. Wizi wa kwanza, unaiba hata muda wa Mwenyezi Mungu. Unaiba imani za Mwenyezi Mungu. Wizi wa kwanza, kusikia unibariki Mwenyezi Mungu, sisi na chakula tule tupate nguvu ya kutumikia vema. Unakula alafu uende kufanya kazi. Mwizi wewe. Hiyo nguvu unaifanyia nini? Na usiku nile nipate nguvu hata kwenda kusali. Mwizi wewe. Adhabu yake ni msalabani. Adhabu yake ni msalabani, ni kifo, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Pale msalabani wakawa upande wa kushoto yule mwizi ambaye alikuwa ana busara, Dismas, akawa ni mwizi mjanja. Tumsifu Yesu Kristo. Na wengi ambao tumoja kanisani ni wezi wajanja. Ni wezi lakini najua kuiba, lakini kila siku huruma ya Bwana Mungu wetu ni ya milele. Mwizi mjanja huyo. Umeiba, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika wanataka kabla ndani ya misa umeshawaza mambo ya ajabu, ila kabla kukomunika, mwana kondoo wa Mungu unayekatiza ulimwengu, unihurumie mimi, nijui tu yenye umundani. Ndio maana tunampokea Yesu. Pale msalabani, yule mwizi wa hovyo akamwambia Yesu, tushuke. Yule mwingine Dismas akamwambia, wewe, huyu hapa hajatenda dhambi, sisi tumetenda dhambi. Sisi tunapokea yale ambayo tulikuwa tunastahili. Mwenzetu hajafanya mambo hayo. Akamgeukia Yesu. Kumbe alikuwa anamfahamu Yesu. Yaani na ujambazi wote limeua, alikuwa anamfahamu Yesu. Nikasema, Yesu, usinisahau katika ufalme wako. Akamkiri Yesu pale msalabani. Na Yesu Kristo akamwambia, kuanzia leo na kuambia kwamba utakuwa pamoja nami peponi. Makofi kwa Dismas. Sikiliza, sikwambie tu upige makofi haya ukimsikia.
Kuna kitu ninachotaka kuweza kukuambia. Dismas alipotenda ile dhambi ilibidi aende motoni. Hata kama alimkiri Yesu pale kabla ya jafa, ilibidi apite toharani akalipie. Lakini alipomkiri Yesu pale msalabani, alipomkiri Yesu akasema, Yesu, usinisahau katika ufalme wako. Dismas jambazi hakwenda motoni, hakwenda toharani, akaingia mbinguni moja kwa moja. Kuna kitu cha ajabu kizito sana naomba ukifahamu hapa. Dismas hakwenda hata toharani, akaenda mbinguni moja kwa moja. Jambazi likaingia mbinguni moja kwa moja. Ukikaa ukifikiria kwa kina, unashangaa sana huruma ya Yesu. Inakuwaje jambazi limeua, limesababisha hivi na vile, alafu akaingia mbinguni moja kwa moja? Ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya siku ya Ijumaa Kuu. Damu yake aliyokuwa imemwaga pale msalabani haikuweza kumruhusu Dismas aende motoni, ikamsafisha, na alipomkiri akaingia moja kwa moja mbinguni. Ndio maana Yesu akasema siku ya Ijumaa Kuu ungama dhambi zako. Umeshinda siku ya Ijumaa Kuu, njoo Jumamosi Kuu, Jumapili, Jumatatu, ndani ya ile wiki kuu ungama dhambi zako. Akasema mtu atakayeungama dhambi zake atafanyiwa vile alivyotendewa Dismas. Hutaingia toharani, ni mbinguni moja kwa moja. Wangapi wanataka waende toharani? Wangapi wanataka waende motoni? Motoni. Wangapi wanataka kwenda kuwa kama Dismas, kwamba wakitoka tu hapa moja kwa moja mbinguni? Ni mdhambi kweli, nimeiba, nimezini, nimeshutumu, umbea, kamdomo haka, kila siku nimesababishia wengine maumivu, lakini kwa sababu ya dhambi hizi nataka nimwambie Yesu na kutumania ili anipokee mbinguni. Wangapi nataka waende mbinguni? Mwambie jirani yako, kimbilia huruma Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na unapokimbilia huruma Mwenyezi Mungu, amesema ukipita katika mazingira magumu yoyote yale, katika mazingira ya taabu yote yale, unataka kutenda dhambi, umebananishwa, upo katika mazingira magumu, usiogope. Sema tu kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu, unihurumie mimi na dunia nzima, na huyu ambaye anaenda kutenda dhambi, unihurumie mimi na hawa. Amesema Yesu atakuokoa. Na amesema hivi, hata kama umebananishwa katika mazingira magumu zaidi, tamka maneno haya, sema Yesu nakutumainia. Yesu nakutumainia. Kwa pamoja tuseme Yesu nakutumainia kwa sauti kubwa. Ukitamka ile neno Yesu nakutumainia, lile neno Yesu nakutumainia ni muhuri wa huruma yake. Na ndio maana picha zote za huruma Mwenyezi Mungu pale chini kuna maneno Yesu nakutumainia. Amesema huo ndio muhuri wa huruma yake. Yani unajua, ukiwa na muhuri una mamlaka. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa na muhuri una mamlaka. Kama watendaji wa mitaa huko wana muhuri, ukiona anapotembea na mai nini? Kwa sababu ana muhuri tu, tena muhuri wenyewe wa moto, muhuri wa huruma Mwenyezi Mungu. Yani ukitumia ile Yesu nakutumainia, umegonga ule muhuri. Amesema shetani atakukimbia vibaya mno. Na amesema pale tu utakapotamka Yesu nakutumainia, unapoondoka hapa duniani, amesema atasimama pamoja na wewe katika lango la mbinguni kama shahidi. Wewe ambaye ni shahidi wa huruma Mwenyezi Mungu, atasimama aweze kukutetea. Na amesema siku ya mwisho hatakuwa ni mfalme wa haki, atakuwa ni mfalme wa hukumu. Na atakayekataa huruma Mwenyezi Mungu, Yesu amesema kwamba atasimama mbele ya Baba yake kama mfalme wa haki, utalipa haki zote. Jumapili nyeupe hii akaagiza mapadri, akasema watangazieni watu wangu wakimbilie huruma Mwenyezi Mungu. Na akatuagiza kwamba siku ya leo hii tuweze kubariki ya huruma picha, tuweze kuibariki. Na tunapoibariki hiyo picha, kila mmoja afike pale ati Yesu nakutumainia. Unapokiri kwamba Yesu nakutumainia, amesema kwamba miale ile itakufunika, itakukinga. Ile miale ikikukinga, kuna kitu kimoja cha ajabu kitakachotokea.
Mapepo yote yaliyoko duniani hapa hayatakugusa. Mapepo yote, pepo la ulevi, pepo la uvivu, pepo la kunywa, pepo la kula hovyo, pepo la hofu, haliwezi kuja kwako. Yatakukimbia. Shetani atakukimbia. Na amesema kwamba hiyo huruma Mwenyezi Mungu itakulinda popote pale utakapoenda. Siku ya leo ambapo tunatangaza hii huruma ya Mwenyezi Mungu, siku ya leo tunayachukua maneno ya Yesu Kristo aliyowapatia amri wale mitume, akasema mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Siku ya leo ni siku ambapo tumeondolewa dhambi, na ndio maana wanakwaya wamevaa mavazi meupe. Makofi kwao sana. Sasa ole wako wewe unashangilia wakati hujaungama. Tumsifu Yesu Kristo. Manake ni waupe kama siku ile ubatizo, na kama tukiondoka hapa ni mbinguni moja kwa moja, mbinguni moja kwa moja kama Dismas. Siku ya leo akasema Yesu, nileteni wale watu wote wenye roho ngumu kama Tomaso. Kuna watu wamejitenga na kanisa, wamejitenga na jumuiya, wamejitenga na familia. Kuna watu huko nyumbani ni kichomi, wamejitenga na familia mpaka ukikumbuka na Mei inauma. Wamejitenga na huruma Mwenyezi Mungu, wameenda huko ambako wameenda. Yesu amesema walete kwenye huruma yangu, walete kwenye huruma yangu, kwa sababu kama Yesu Kristo alishuka kwa huyu Tomaso, milango imefungwa, akaja pale akamwambia Tomaso, njoo, na ubishi wako wote umejitenga na wenzako, bado ni mbishi. Akasema wale watu wenye roho ngumu walete kwenye huruma yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hivi kuna watu huko nyumbani ni kichomi, na tusali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kuna wanaume akina Tomaso wabishi, hawaendi kwenye jumuiya. Jumuiya wenzako wanakuja kusali pale nyumbani, unakuta mwanaume anasema hatoki nje, amelala ndani. Unashangaa tu mama anakuja pale karibuni, ila nyinyi kina mama mna siri za ajabu. Amesafiri, unadanganya mbele ya msalaba kwamba mume wako amesafiri, wakati yuko ndani amejifunika, yuko kwenye duluveti shulini, amelala anakoroma, hataki kutoka nje kwenda kwenye jumuiya. Nini? Tomaso mbishi. Yesu akasema nileteni hao, walete wale wote ambao wamejitenga na kanisa. Kwa siku ya leo mojawapo ya maombi tuwazamishe hao akina Tomaso. Angalia Yesu alipokuja, akafika pale akasema wewe Tomaso njoo. Akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Nakumbuka zamani tulikuwa tunaimba ule wimbo, kwa kuwa umeniona Tomaso umesadi. Mnakumbuka? Mnaufahamu huo wimbo? Mbona hamjawimba sasa? Hebu shika kinanda. Asante. 2-4. Wimbo wa zamani. Ilikuwa Dominika ya leo lazima tuimbe. Kwa kuwa umeniona Tomaso umesadiki, wewe kwa kuwa umeniona Tomaso umesadiki. Yesu
akamwambia Toma, wewe kwa kuwa umeniona Tomaso. Sana. Utakapokuwa unaangalia picha ya Yesu, utaona Yesu anakuangalia na anakukodolea macho katika pande zote. Uliyekaa huku utaona Yesu anakuangalia, kwa kuwa umeniona unisadiki. Kwa kuwa umemwona Yesu umsadiki. Iangalie tu ile picha. Kuna kitu Yesu anaongea na wewe na inapenya mpaka ndani ya moyo. Na akaambiwa Sister Faustina, waambie watu waweze kuwa na ile picha ya huruma Mwenyezi Mungu, watembe nayo. Popote pale utakapokuwa na ile picha, itakulinda. Ile miale itakulinda. Leo hii nitawapatia picha ya huruma Mwenyezi Mungu ndogo. Uweka kwenye pochi yako. Wanaume, weka kwenye wallet yako. Kwenye wallet huko, kwenye mambo yako mengine, mambo mengine yanatokea ajabu. Kwenye kazini huko, sio mnakolala, weka ile picha. Kwenye vitanda vyenu kule umeweka tu picha la ajabu ajabu, sio la Selina Dion amefanya hivi. Weka picha ya huruma Mwenyezi Mungu. Ndoto za kuota, sio unakabwa na nzi, utaona mambo yanakung'ata, sio yakukandamiza, hata kuja pale juu pale. Weka picha ya huruma Mwenyezi Mungu kama hiyo kwenye kitanda pale. Nataka nikwambie, ile miale itakulinda. Utakuwa unaota ndoto, malaika nipeleke, enyi Yesu unipo. Asa hiyo ndio siri ya wanaokimbilia Mwenyezi Mungu. Na nataka nikwambie, siri ya wanaokimbilia huruma Mwenyezi Mungu imefichwa ndani ya kanisa Katoliki. Na ndio maana utashangaa unapita katika mazingira magumu ya ajabu. Yaani tunajijua wazi kabisa, tunajijua madhaifu yetu. Yesu akasema hivi, hata kama ni mdhaifu namna gani, hata kama una dhambi za namna gani, huruma yangu ipo kwa wale ambao ni dhaifu zaidi, wanaoanguka mara kwa mara. Ndio huruma yangu ipo kwa ajili yao. Yaani wale sisi tunaoanguka mara kwa mara kwenye dhambi, ndio huruma Mwenyezi Mungu imetufunika. Tumsifu Yesu Kristo. Ukijikuta wewe ndio mdhambi, mwambie jirani yako, I say, yani wewe huruma Mwenyezi Mungu ndio nambari moja. Tumsifu Yesu Kristo. Ila wale wenye kiburi cha uzima, anajiona kabisa kwamba akikaa na mimi utafia Bikira Maria anapaswa habari na nani? Na malaika Gabriel. Yuko anaposali, alafu zamani anapita labda tu anasali, anaona kitu kinacheza, anakifinya kitoto. Hao wana kiburi cha uzima. Hawataki hata kuungama. Hawataki kuweza kumwambia Yesu na kutumainia. Amesema hawa Yesu Kristo atakaposimama pale atakwambia sikujui. Unasema nilikuwa naimba kwaya. Anasema huku ikimbilia huruma yangu. Padri nilikuwa natumikia, nilikuwa navaa mkanda. Huku ikimbilia huruma yangu. Padri nilikuwa natoa sadaka mimi, padri nilikuwa natoa sadaka mimi, nilikuwa napiga kinanda. Huku ikimbilia huruma yangu. Siku ya leo kila mmoja ambaye ni mdhambi aseme Yesu nakutumainia. Kwa sauti kubwa. Yesu nakutumainia. Kwa sauti kubwa. Yesu nakutumainia. Huruma ya Bwana Mungu wetu ni ya milele, milele yote. Simama. Huruma ya Bwana Mungu wetu ni ya milele, milele yote. Huruma yake, huruma yake ni Bwana Mungu ni ya milele. Huruma yake, huruma yake Bwana Mungu ni ya
na sadiki